goso. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndamugeithia thini wa ritwa ria Jesu. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni tugucokeria Ngai ngatho rucini rwa umuthi. Tunamshukuru Bwana asubuhi ya leo. Ni tondu wa wega wake na utugi wake. Kwa sababu ya neema yake. Ona ni tondu wa tha ciake. Hata kwa sababu ya neema yake. Na ni undu uria atuhete ihinda riri nigetha tuhote kuigua kiugo giake githeru. Na kwa vile tumpatia nafasi hii ili tusikie neno lake takatifu. Ni wega ni undu uria Ngai atugitirite. Asante kwa vile Bwana ametulinda. Na agatumenyerera thini wa kiumia kiu kigima. Ametulinda wiki yote ambayo imeshaisha. Na agacoka aturete thini wa kigongona. Na tena akatulete kwenye madhabahu nigetha tuke turathimwo niwe. Ili tubarikiwe na yeye. Na ndirenda umuthi twarie. Siku ya leo nataka tuongee uhoro wa kindu kiragwo atiri. Jambo moja ambao inaitwa Ngai ni ari na njira ingi. Mungu ako na njia ingine atigetie ni undu waku ambao ameitenga kwa sababu yako. Na ona maundu mangithie na mathuke, hata kama mambo yameharibika, ona kungirura atiari, hata mambo yakiwa ni mabaya, Ngai ni atigagiria mundu njira ingi. Mungu anabakisa njia ingine. There is another way remaining from God. Hena njira ingi ikoragwo itigarite hari Ngai. Na nituguthoma maandiko meri. Na tutasoma maandiko mara mbili. Na maandiko macio mangi ni gukuhe. Na maandiko mengine nitakupatia. Na maandiko ma mbere ri. Na maandiko ya kwanza. Tuguthoma thini wa Biblia ya Korintho wa mbere. Tutasoma kwenye Wakorintho wa kwanza 10 mwari wa 13 kuanzia mstari wa 13. Na nigucoka ndimwira macio mangi haria tuguthoma. Na mengine nitawapatia nafasi ambayo tutasoma. Mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na thini wa Akorintho wa mbere 10 mwari wa 13 maandiko maroiga atiri. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 kuanzia mstari wa 13 maandiko yanasema, muthikire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe, na riri Ngai ni mwihokeku na ndangĩtĩkĩra mugerio na magerio makirite maria mungihota gwĩtiria. No hĩndĩ ĩrĩa mũkũgerio nĩ arĩmuonagira njĩra ya kũhonokera nigetha mũhote gwĩtiria magerio macio. Na macio mangi maandiko tukumathoma thĩinĩ wa Thama 14. Kwenye kitabu ya Kutoka 14. Na thĩinĩ wa Thama 14 tuguthoma kamweri ya 13. Kutoka ni 14 mstari wa 13 nginya 16 mpaka mstari wa 16. Thama 14. Kutoka ni 14 mweri wa 13 mstari wa 13 nginya wa 16 mpaka mstari wa 16. nigetha tucoke twarie. Ndiposa tutaendelea. Na kuma mweri wa 13 maandiko maroiga atiriri, nake Musa akira andu atiri, menyai mwetigire no rugamai mwihande oro uguo, muone uria Jehova ahonokanagia na muone maundu maria egwika ni undu wanyu umuthi. Nigukorwo andu a Misiri muona umuthi ri, mutigacoka kumona ringi ona ri tene na tene. Jehova niwe ukumuhuranira, inyue no gukira mugukira ki. Nake Jehova akira Musa atiri, urakĩngaĩra nĩkĩ? Aria na ciana cia Isiraeli ũciĩrĩirie na mbere, nawe rĩ, oya rũthanju rwaku na igũrũ, ona kuo guoko gwaku ũtambũrũkĩrie gũikara igũrũ rĩa iria ũrĩgayũkanie. Nacio ciana cia Isiraeli ituĩkanĩrie iria rĩu gatagatĩ ikinyangĩte thĩ nyũmũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Haha nĩtwaigua ũrĩa Paulo arĩirie kanitha wa Korintho. Hapa tumesikia vile Paulo alinenea kanisa la Wakorintho. Na kanitha wa Korintho nĩ ũmwe wa marĩa Paulo ambĩrĩirie. Na ile kanisa ni ile ambao mwanzilishi alikuwa ni Paulo. Na arĩkia kwambĩrĩria kanitha wa Korintho, wakati alipoanzisha ile kanisa ya Korintho, rĩarĩ itũũra rĩmwe rĩa bũrũri ũrĩa wetagwo wa Yunani kana wa Giriki. Ilikuwa ni jiji moja ya wale wana wa Greek. Na agĩcoka na agĩtiga athathatha na harĩria kanitha. Na akatengeneza kanisa. Na hĩndĩ ya Paulo oimire kũu agĩcoka agĩthiĩ rĩ. Na wakati Paulo alitoka kule na akaenda, agĩkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri kũrĩa arĩ. Akafikiwa na ujumbe mahali alipokuwa. Na nĩ tondũ nĩ atigĩte ehokithia andũ acio a kanitha wa Korintho Ngai rĩ. Na kwa sababu alikuwa mafundisha juu ya Mungu wa wale wana kanisa wa Korintho. Na akamamenyithia ũhoro wa ũtugi wa Ngai ũrĩa warĩirwo nĩ mũtharaba. Na alikuwa amewajulisha vile neema ya Bwana ililetwa na msalaba. Tondũ kabere kau ũngĩthoma nĩ oigĩte atĩrĩ thĩinĩ wa Korintho ĩyo. Kwa sababu pale mbele ukisoma kwenye Wakorintho alikuwa amewaambia ya kwamba atĩrĩ ndakinyire
ndakinyire kwanyu ri, wakati nilipofika kwenu ndiendire kumenya maundu maingi, sikuwa nataka kujua mambo mengi, no ndendire kumuhunjiria na kumuonia oro wa Kristo mwambe mutharaba, bali niliwahubiria Kristo kama ametandikwa kwenye msalaba. na arikia guthie, Na baada ya kuaga gukigia thina thiini wa kanitha wa Korintho, kukawa na shida kwenye kanisa la Wakorintho, tondu andu meciragia mahonoka ri, kwa sababu watu walikuwa wanafikiria wakiokoka. kuma hau gutire thina kana uru ukimakora, Kuanzia hapo hakuna shida ama mabaya atawakuta. magikorwo magiciria gutire magerio mangimakora, Walikuwa wanafikiria hakuna majaribu yanaweza kuwakuta. magikorwo magiciria gutire mbara ingimakora, Walikuwa wanajua ya kwamba hakuna vita inaweza kuwakuta. ndio maikaikarire ri, Lakini wakati baada ya kukaa, maundu maya makianjikia kuoneka thiini wa kanitha, haya mambo yakaanza kuonekana kwenye kanisa, na andu amwe makianjia kurwo ni hinya na watu wengine wakapotoza nguvu ni undu wa mbara na magerio iria cia makoraga kanitha-ini wa Korintho, kwa sababu ya vita na shinda yale alikuwa yanawakuta kwenye kanisa. na riria uhoro ucio wakinyiriire Paulo ri, Na wakati Paulo alisikia haya maneno wakuigua ria andu moragwo ni hinya makinyirwo ni magerio ri, ya kusikia vile watu wanapotoza nguvu kwa sababu ya majaribu, akiandikira kanitha wa Korintho, akawaandikia kanisa la Wakorintho, akimera mumenyage ti inyuĩ wiki, akawaambia sio nyinyi peke yenu, na mutiragerio na magerio maria matageragia andu othe, na majaribu yale ambayo yanakuja kwenu yanakuta watu na wengine. akimamenyithia Ngai ri, Na akawaambia ya kwamba Mungu ati ndagikurehera igerio utangihota gutoria, hawezi kubali majaribu ya kufikiria yale ambayo huwezi tosha. akimera Mwathani arehera mundu kigerio kuringana na githimi giake, Na akawaeleza ya kwamba Bwana hulete mtihani kulingana na pale mtu amefika. tondu na kinduire ria twathomaga cukuru ri, Hata kiasili wakati tulikuwa tunasoma shuleni, mwana wa standard 1 mtoto wa standard 1 ndagireherwo kigerio kia mundu wa form 4, hawezi kuletewa mtihani wa form 4. mwandu cukuru ageragio kuringana haria akinyite, Kule mtu analetewa mtihani kulingana na pale amefika, na uguo noguo kuhana thiini wa kanitha, na huko ndio inakaa tu hata kwa kanisa. Ngai agerageria mundu gacira ka magerio, Mungu anakubali upitie ile njira ya majaribu, karia aramenya ati ni uthomete githomo kiiganu gia gwitiria magerio macio, pale anajua tayari umesaa soma na utashinda. na akimera ati gutingigeranio na magerio matageragia andu aria angi, Akawaambia huwezi pata majaribu ambao hajapatikana kwa wale wengine. thina uria ungikora mundu ni angikorwo wagerio na igerio, Ile shida ambayo inaweza kukuta ni ukutwe na majaribu, nikonie githomo wathomithio no ndu akiiguire, na ulikuwa umesomeshwa na bado hukusikia, tondu mundu agithoma nginya form 4, kwa sababu ukisoma ufikishe form 4 no korwo utuire cukuru-ini uthakaga, na wewe kule kwa shule mambo yako ni kucheza tu. kigerio kia andu me kirathi kia form 4 no gigoka o undu umwe na gia tutwo umwe kirathi kimwe, Mtihani ni ya form 4 itakuja na mtaketi chini kufanya ule mtihani pamoja na wale wengine, no andu aria angi makihituka ri, lakini wale wengine ambao wasapita kwenye ule tondu we mtihani, wateire mahinda ma guthoma nigetha kigerio gigoka ukahituka ri, kwa sababu wewe ulipoteza muda wa kusoma kwa sababu ya kucheza. wahota kuona toragerio na kigerio gitagireire, Unaweza kuangalia uone uko na majaribu ambao haistahili, no mwalimu arehe kigerio kiringani na kiria uthomete, lakini mwalimu huleta mtihani kama vile umesasoma. nikiuru andu akwa nithomerirwo ni Paulo atiri, Ipoza wana wa Korintho wakawaambia na Paulo ya kwamba ati Ngai ndangikugeria na kigerio aramenya ndungihota, Mungu hawezi kubali ufike kwa majaribu yale ambayo huwezi shinda. nikio kuona na muturire-ini waku mundu wa Ngai ona kungirura atia, Ipoza wewe mwenyewe kwa maisha yako, wewe mtu wa Mungu, hata ukipata shida mingi ona aje, mbere gikugitira atia matura-ini kana mucii gwaku kana wira-ini, hata vita ikija kwenye kijiji kwako, nyumbani, hata kazini, Ngai niakoragwo akimenya kigerio kiu arehete kiganaine na haria guthomithĩtio, Mungu tayari anajua ya kwamba yule mtihani utashinda, tondu ni wakwihokeka na nioigire ndakageria mundu na kigerio gikirite uria mundu oi, kwa sababu ni mwaminifu na alisema hatuwezi kuletewa majaribu yale ambao hatuwezi kushinda. no Paulo agithii na mbere akiuga atiri, Naye Paulo akaendelea akasema ya kwamba ona magerio macio moka-ri, hata yale majaribu ikija, Ngai ucio urehete ri, yule Mungu ambao amekubali yale majaribu ya kuja, nikuheaga njira ya ihonokero, atakuwa akikupatia njia ingine ambao unaweza kushindia. uguo hau makirirwo ciiraniro igiri, Hapo wakaahidiwa mambo mawili, ati ndungigerio na undu ugukirite, huwezi ukaletewa majaribu ambayo yanaweza kukushinda, na riu ningi ona wagerio Ngai niarikuheaga ihonokero, na tena majaribu yakija Mungu atakuonyesha njia ambayo utapitia. nikio ndamwira
kwendire mwetigara ngatu yakai. Nipoza nikawaambia kuna njia moja ambayo inabaki ya Mungu. Wathiũrũkĩrio nĩ maũndũ, ukizungukwa na mambo mengi, na ũthiũrũkĩrio nĩ mbara nyingĩ, na vita ime inakuzunguka, na ũthiũrũkĩrio nĩ ũũru mũingĩ, na mambo mengi mabaya hayo yanakuzunguka, na ũthiũrũkĩrio nĩ magerio maingĩ, na uwe una majaribu mengi. Maandĩko mekuga atĩrĩrĩ, Maandiko yanasema ya kwamba Ngai nĩarĩkũheaga njĩra ya ihonokero. Mungu atakuwa akikupatia njia ambao unaweza pitia. Bwana nĩarogoca. Bwana asifiwe. Reke tũthiĩ na mbere ũguo tũrathiĩ. Endelee tu vile tunaenda. Reke arĩa megũcugurikĩra generator macugurikĩre. Wale wanashughulikia generator washughulikie. No ithuĩ reke tũthiĩ na mbere onokorwo thitima nĩ ciahora. Lakini wacheni tuendelee hata kama hakuna stima. Mwathani akiuga atĩrĩ, Bwana akasema ya kwamba atĩ ndangĩkũgeria hawezi upate majaribu, na magerio marĩa ũtangĩhota gwĩtiria. majaribu yale ambayo huwezi kushinda. Na wona arĩkia gũkũgeria-rĩ, Na baada ya kujaribiwa, ona makorwo nĩ marũrũ, hata kama haya ni mengi, ona makorwo nĩ maritũ, hata kama ni mazito, Ngai nĩarĩkũheaga njĩra ya kũhonokera. Mungu atakuwa akipatia njia. Bwana nĩarogoca. Bwana asifiwe. Ũguo gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo kũgĩa na excuse ya gũkanatorio nĩ Kwa magerio. hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kusema ya kwamba hawezi kushinda majaribu, Tondũ Ngai nĩaheanaga njĩra ya rĩũrĩro. kwa sababu Mungu hutupatia njia ambayo tunaweza pitia. Bwana nĩarogocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ũguo Ngai-rĩ, Kwa hivyo Mungu nĩamenyaga kĩgerio kĩrĩa arehe kũrĩ we. anajua ile mtihani ambayo imeletwa kwako. Gũtirĩ hĩndĩ atangĩkũhe njĩra ya rĩũrĩro. Ni lazima atakupatia njia ambayo unaweza kupitia. Na kĩrĩa gĩtũmaga one andũ nginya ona makĩũrwo nĩ hinya, Na watu wengi ambao wanapoteza nguvu kwa sababu ya nini? no kaigua na mũndũ nginya akiuga atĩrĩ, Unasikia mtu akinena anasema ya kwamba rĩu niĩ nĩnginyĩte mũico. mimi nimeshafika mwisho. Ona andũ maneruta muoyo Hata wengine ambao wanaweza kujitoa nĩ uhai tondũ wa kwaga kũmenya atĩrĩ, kwa sababu ya kukosa kujua ya Ngai kwamba nĩakoragwo na njĩra ĩngĩ mwatigĩtie. Mungu ana njia ingine moja ambayo Ngai amekuwekea. nĩakoragwo agũtigĩirie njĩra ĩmwe. Mungu kuna njia ingine moja ambayo amekuwekea. Bwana No asifiwe. wage rĩũrĩro kũrĩ andũ anyu. Unaweza kosa kusaidia kwa watu wenu. No wage rĩũrĩro kwĩ wĩra-inĩ kwanyu. Unaweza kosa mahali ambao unaweza saidika kazini No mwako. wage rĩũrĩro kuma kũrĩ arĩa mwĩtainwo nao. Unaweza kukosa njia kwa familia yenu. No ĩno ya na igũrũ ndĩrĩ yahingwo. Lakini hii njia ya mbinguni haijafungwa. Bwana nĩarogocwo. Bwana asifiwe. Ĩno ya na igũrũ ndĩrĩ Hii yahingwo. njia ya juu mbinguni haijafungwa. No andũ moragwo nĩ hinya nĩ kwaga kũmenya ũguo. Lakini watu wengi hukosa nguvu kwa kutojua. No Paũlũ erire Korinitho atĩrĩ, Lakini Paulo akawaambia wana wa Korintho ya atĩ kwamba hĩndĩ ĩrĩa mũkũgerio-rĩ, wakati ambao mnajaribiwa, Ngai nĩarĩmũheaga ihonokero. Mungu atakuwa akiwapatia njia. Arĩa mamenyaga kwĩ njĩra ĩtigaraga ya ihonokero. Wale ambao wanajua kuna njia ingine itokao kwa Mungu, Na ĩyo nĩ ya na igũrũ, na hiyo ni njia kutoka kwa Mungu. kũrĩa twĩtanaga kwa Ngai. Yule ambao tunaitana Mungu anatusia. Ciana gũkũ no ihingĩke. Njia mingi ya pande hii inaweza fungika. Ciana gũkũ no ihingĩke. Kiasi ya pande hizi inaweza fungika. Ciana gũkũ no ihingĩke. Na pande hii ingine zinaweza fungika. No reke njĩmwĩre, Lakini wacheni niwaambie, ĩno ya na igũrũ ndĩrĩ hii yahingwo. njia ya juu mbinguni haijafungwa. Bwana nĩarogocwo. Bwana asifiwe. Ndĩrĩ yahingwo kũrĩ arĩa mehokete Ngai. Hakuna siku ambayo hiyo njia imefungwa kwa wale wanaoamini Nĩ Mungu. kũrĩ na njĩra ĩmwe ĩkoragwo ĩtigarĩte ya Ngai. Bwana anakuambia kuna njia moja ambayo imetengwa na Mungu. Nĩyo ndĩrĩ yahingĩrwo andũ a Ngai. Na hiyo hakuna watu wa Mungu ambao wamesafungiwa. Nĩkĩo kũrerwo Ngai nĩarĩmũheaga ihonokero. Ndiposa unasikia Mungu atatupatia njia ya kuokolewa. Bwana nĩarogocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Paulo akĩra andũ a Korinitho, Paulo akawaambia wana wa Korintho, akĩmera atĩrĩrĩ, akawaambia ya kwamba magerio-rĩ, majaribu, gũtirĩ mũragerio makĩrĩte andũ arĩa angĩ. hakujaletewa majaribu ambao hajaonekana na Ona wengine. kĩrĩa ũracemania nakĩo ũmũthĩ-rĩ, Hata yale mambo ambayo wewe
akiuga atiriri Na akasema ya kwamba rĩrĩa rĩothe mwagerio wakati ambao umeingia kwa majaribu, akorino makĩrwo to inyuĩka Wakorintho wakaambia sio wewe peke na yako, makĩrwo magerio marĩa mamũkorete akawaambia yale majaribu ambayo yamezaa wakuta, ndangĩkũrehera to Mungu inyũgũtoria hawezi kukuletea kwa sababu anajua utashinda tu. Bwana nĩ arogoca. Bwana asifiwe. Bwana nĩ arogoca. Bwana asifiwe. Bwana Nĩ asifiwe. ũndũ ũcio rĩ Kwa hivyo Elija akĩigua teika Elia alikuwa anasikia kama ako peke na yake, akaigua atarĩ ũyũ mũnabii watigarĩte na alikuwa anasikia kama ndiye manabii tu amebaki, na akona igerio rĩrĩ na alikuwa anaona haya majaribu anapitia arĩ we rĩrĩa akorete ni kama yeye peke yake ambao Elija amekuwa. akĩmwĩra ndĩ na angĩ 7,000 Na Mungu akamwambia niko na wengine 7,000 na no maranyariwo nĩ ũndũ wa Baali na wako na shinda kama kwa sababu ya no Baali, matigana kũmĩturĩria maru lakini hawawezi kumwabudu. nĩ ũndũ ũcio Ngai nĩaheana njĩra Kwa hivyo Mungu huwa anatupatia njia, Ngai nĩaheana njĩra ya ihonokero Mungu hutupatia njia, Ngai nĩatigagia njĩra ĩmwe na Mungu huwa anabakisha njia tondũ moja, ya gwake rĩrĩa kwa tũhinge sababu njia ya Mungu haijafungwa. ciahingĩka ici ingĩ ciothe rĩ Njia hizi zingine zote zinaweza fungwa, cia mbarĩ cianyu ciahinga si rĩ familia yangu yote njia zinaweza cia fungwa, kwanyu wĩra-inĩ ciahinga kule rĩ kazini njia zote zinaweza fungwa, cia mĩciĩ na matũũra ciahinga kule rĩ nyumbani na vijijini njia zote zinaweza nĩ fungwa. kũrĩa gwekoragwo ĩtigarĩte Unakumbuka kuna njia moja na mesa na Ngai no na ekũigua kuitana Mungu atasikia. iyo ndarĩ ahingĩra mũndũ wake Hiyo njia Mungu hajafunga kwa mtu wake. Ngai arakumio mũno Bwana asifiwe andũ sana. marorwo nĩ hinya Watu wengine wanapokoza nguvu, na tuiga nginya makegera ngero na wengine mpaka wanafika mahali wanajitoa uhai, mũndũ nĩ aigua nĩ akinyĩte kwa mwisho sababu mtu anasikia amefika mwisho, tondũ Elija aragaga atĩrĩ kwa sababu Elia alikuwa nabii Mungu kwamba Mwathani njũraga ngue wewe Mungu niue. o ũrĩa andũ makinya mũico akaigua na no ehere thĩ ĩyo Kama vile mtu anafika mwisho nasikia afadhali atoke hii dunia, nĩ ũrĩmenya ona kĩrĩa gĩũkĩte mũtũrĩre-inĩ lakini wakati utakapojua hata ile kitu ambayo nĩ inakusumbua ũrĩmenya kwĩ njĩra ĩtahingagwo siku ile utajua kuna njia ambao hakuna Bwana Mungu nĩ anafunga. arogocwo Amen. nĩ ũrĩmenya njĩra ya igũrũ ndĩhingagwo Wakati utapojua njia ya Mungu hakuna mtu anaweza kĩrĩa gĩothe kĩrĩ gũkoraga rĩ ile yote kitu ambayo itakuwa nĩ inakukuta, ũrĩmenya nĩ aheana njĩra ya ihonokero utakuwa ukijua kuna njia ambayo unaweza faidika, na njĩra ĩyo nĩ aheana gwake na hiyo njia inatoka kwa Mungu, na njĩra ĩyo nĩ yoĩkaine na hiyo njia ilikuwa inajulikana kuma tene kuanzia mwanzo. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. nĩkĩ arutwo metagwo andũ a njĩra ĩyo Kupoza wale manabii wale mitume walikuwa wanaitwa watu wa ile njia, they were called the people of the way metagwo andũ acio a njĩra na ĩyo. ũhoro ũcio no ũkore no ũthome thĩinĩ wa Atũmwo 9 wa 2 Mitume 9 mstari wa 2 unaweza soma haya mambo hapo. hĩndĩ ambayo Saũlũ wetirie marũa rĩ Wakati Saulo aliitisa barua, nĩgetha athiĩ akanyarire kanitha Ndiposa- akagĩrĩre andũ Dameski rĩ ndiposa aende akachukua watu kutoka Damaski. thĩinĩ wa Atũmwo 9 tondũ nĩ wanyitĩrwo nĩ Ngai rĩ Mitume 9 kwa sababu hapo ndio walikutana na Mungu. no aneo marũa ũguo hĩndĩ ya kũũraga rĩ Lakini wakati alipopatiwa barua akiondoka, maandĩko moigĩte thĩinĩ wa Atũmwo 9:2 maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mitume 9:2 atĩ akĩoya marũa akachukua ile barua agĩthiĩ namo atĩ nĩgetha agacarie andũ a njĩra ĩyo akaenda nayo ili akatafute wale watu wa ile njia. na ũngĩthoma thĩinĩ wa Atũmwo 24 Na ukisoma Mitume 24 mũhari wa 14 na mũhari wa 22 rĩ kuanzia mstari wa 14 na 22, rĩrĩa Paũlũ arũgamire mbere ya mũthamaki ũrĩa wetagwo Felix agĩcira rĩ wakati Paulo alisimama mbele ya yule mfalme alikuwa anaitwa Felix, mũthamaki ũcio amwĩrire atĩrĩ yule mfalme alimwambia ya kwamba njĩra ĩyo nĩndĩmĩoĩ na nĩndĩmĩiguaga ile njia naijua na na ninaisikia, andũ a njĩra ĩyo nĩndĩmoĩ na wale ambao watu ni wa ile njia na ũguo wajua. andũ acio metagwo andũ a njĩra ĩyo Kwa hivyo hao watu walikuwa wanaitwa wa ile njia, na njĩra ĩyo nĩ Kristo Jesũ na ile njia ni Kristo Yesu, tondũ nĩwe warĩtie thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 14 kwa sababu ndiye walinena juu yake kwenye Yohana 14. nĩwe wamerĩte nĩ niĩ njĩra Yeye ndiye aliwaambia mimi ndio njia na akamera nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma na mimi ndio mambo ya ukweli na nĩ niĩ muoyo na mimi ndio uhai, ũguo arĩa othe maingĩrĩte thĩinĩ wa Kristo thutha ũcio kwa rĩ sababu wale wote ambao wameingia ndani ya Kristo nĩkĩo metagwo andũ a njĩra ĩyo walikuwa wanaitwa watu wa ile njia, tondũ we nĩwe warĩ njĩra ĩyo kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuwa ile njia, na nĩoigĩte nĩyo njĩra ĩrĩa ĩthiaga kwa Ngai na alikuwa amesema ya kwamba hiyo ndio ile njia ambayo inaenda kwa Mwathani Mungu. arogocwo Bwana asifiwe. tondũ amerĩte gũtirĩ ũgakinya kũrĩ Kwa ithe sababu witũ alikuwa amewaambia hakuna mtu atafika kwa baba yetu atagereire njĩra ĩyo bila kupitia kwa ile njia, kana atagereire thĩinĩ
yake. Ni lazima apitie kwa yeye. Kwa sababu ile njia ambayo inaitwa Kristo hakuna siku imeshafungwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu hubakisha njia moja. Ile njia ambayo inaitwa Kristo Yesu. Na ni ile njia ya mbinguni na hakuna mtu anaweza kuifunga. Na hizi njia zingine zote ambazo zikifungwa. Bwana asifiwe. Ipoza akanena ya kwamba baada ya mimi kuondoka, jambo lolote mtaomba kwa jina langu mtatimiziwa. Wale ambao wataitana wakipitia hii njia lazima watasikika. Lakini wale ambao hawajui hii njia, majaribu na vita ikija, wengine hufikiria njia zote zimefungika. Na ndiposa unasikia mtu akisema nimefika mwisho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unasikia mtu akiwa na taabu kwake. Unasikia mtu akisema ya kwamba mimi hata kwa kukaa kwa huyu mji mpaka ninyolewe mvi. Huyu mzee nimefika mwisho kwa sababu yake. Na mimi sijanyolewa mvi nikiwa hapa. Bwana asifiwe. Sio lazima unyolewe. Sio lazima unyolewe ile nyeupe. Unaweza kukaa huko na ukae nazo. Lakini ukijua kuna njia moja ambayo imebaki. Bwana asifiwe. Utakuwa ukiambia Bwana ya kwamba mimi nimefika mahali. Na ninaona vile watu wa dunia wanasema hii nywele sitanyolewa ile nywele nyeupe. Lakini kwa sababu njia ya mbinguni haijafunga. Kwa sababu ile njia hakuna siku imefunga. Mungu lazima atakuja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini wale ambao hawajui ile njia, wenyewe husema nimefika mwisho. Na Mungu mwenyewe ndiye anatuambia kuna njia yake ambayo anatupatia. Bwana asifiwe. Unaona Mungu amekuja. Unaona amebadilisha bwana yako. Bwana asifiwe. Na wewe mwenyewe hakuna kitu umeshaona. Majaribu yale ambao huwezi kushinda. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe hata huwezi kuwa umeshatukana. Hata bwana yangu yako tayari hajakutukana. Wewe unakasirika tu kwa sababu bwana yako hatupatie hila ambao inatosa, unasema ndio majaribu. Bwana asifiwe. Mimi tayari nimeweza kuwa na shida kwangu ama kesi kwangu ofisi. Naye bibi anakuja anamstaki bwana yake. Na wakati alipoketi kule kwangu ofisi, yule mama akaniambia ya kwamba mimi timu hakuna kitu kingine ambao inaniuma. Lakini ile kitu ambao inaniuma ni kwamba niko na watoto wakubwa. Na huyu mzee akiingia kwa nyumba mpaka watoto wakiwa hapa, anasema ya kwamba mimi hapa sina bibi. Mimi ni shetani nakuwa naye kwa nyumba. Bwana asifiwe. Akaniambia ya kwamba ile uchungu ambao niko nao ndani yangu ni kuitwa shetani mbele ya watoto wangu. Bwana asifiwe. Lakini wewe kuachiwa hela ambao haitatosha kununua maziwa. Na sio lazima ukunywe chai ambayo iko na maziwa. Na unakimbia kwa Ayubu unasema ya kwamba mnafanana na yeye. Kwa sababu ya kupika chai haina maziwa unajifananisha na Ayubu. Bwana asifiwe. Wale ambao wanajua ile njia ya mbinguni hakuna wanafunzi. Hata hizi njia zingine zote zikifungwa. Wanajua Mungu kuna njia moja amebakisha yake. Sio lazima uambie majirani.
wanakusumbua, vile watoto wako ambao wanakusumbua, kuna njia ambayo hakuna Mungu anafunga. Unapeana bibi yako kule, unapeana watoto wako kule, unapeana bwana yako kule, lakini ukipitia ile njia, naye Mungu anakuja anakupatia njia. Kwa sababu wana Wakorintho waambiwa ya kwamba mkijaribiwa, Mungu atawapatia njia nyingine ya kushinda. Bwana asifiwe. Naye Mungu, mtu wa dunia hawezi kuwa na hekima kushinda Mungu. Ni mimi ninauliza, mtu wa kimataifa anaweza kuwa na hekima kushinda Mungu? Lakini unaona mtu wa kimataifa anajenga nyumba ya mawe, na wale ambao wanajua hivyo, nyumba ya mawe ina ile mlango kubwa, na kule nyuma kuna mlango mwingine wekwa kule nyuma. Ile ni mlango ambao unaweza torokea. Kwa hivyo majambazi wakiingia kwa ile mlango mkubwa, wewe unaweza kupitia ile mlango ya nyuma na utoroke. Na wewe uambie majirani, kwangu kumekuja moja basi. Kukiwa na moto kwenye nyumba yako, nyumba zote za mawe, kuna mlango ambao unaweza kutorokea. Ana zile nyumba ambazo zinalengwa kubwa ya ghorofa, unakuta mahali ambayo imeandikwa hapo ndela mwakio, kwa sababu kunajulikana moto inaweza kuja kwa hiyo nyumba. Na ukitazama yale mabasi yalikuwa ni ya zamani, zilikuwa zinaitwa za Kenya Taifa. Wale ambao wanazijua pale nyuma, ile pale mlango ya nyumba kabisa ilikuwa imeandikwa emergency door, kwa sababu kulikuwa kunajulikana injini ya ile basi pale, na kulikuwa kunajulikana basi ikipata moto ni lazima ule moto mwanze pale kwa injini. Kulikuwa kunajulikana ya kwamba moto ikitoka, watu wanaweza kufungua ile mlango ya nyuma na watoroke. Watu wa kimataifa wanatengeneza mlango wa kutorokea. Mungu anaweza kukutengenezea moto ikiwaka kwako. Mungu tayari ameshatengeneza moto kupitia unaweza pitia. Bwana asifiwe. Moto ikiwaka, Mungu akutengenezea njia ya kuponyoka. Kama watu wa kimataifa wanajua hiyo, naye Mungu anajuaje? Kwa sababu kubakiza njia moja ya kuponyokea, na ile ni njia ambayo tunaweza torokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ndiposa tulisoma ya kwamba Musa akakomboa watu kutoka kule Misri, na wakati walipofika pale kwenye shimo la saba, wakatazama mbele yao, wakaona kuna ziwa. Hapo mbele hakuna mahali ilikuwa imeandikwa. Kuna siku Bwana alitengeneza njia juu ya maji. Kwa hivyo hakuna kitu walikuwa waangalie, kwa sababu hakuja teteka kitu kama hiyo. Wakati walipokuta maji na wakakosa njia, wakatazama nyuma waangalie vile wanaweza rudi. Wakaona vita ya wanajeshi wa Firauni walikuwafuata. Hivyo wakiangalia pande hii hakuna njia, wangeweza torokea. Wakiangalia pande hii hakukuwa na njia ya kutorokea. Pale mbele kulikuwa na kifo ya maji, na kule nyuma kulikuwa na kifo ya wale askari wa Firauni. Bwana asifiwe. Lakini Musa akaangalia mbele, akaona kumefungwa, akaona nyuma kumefungwa na maadui, akaangalia pande hii na pande hii, akakuta kumefungwa. Lakini akakumbuka juu mbinguni hakuna mtu anaweza kufunga, na kwa hivyo Musa
harĩ Njia ya mbinguni ndio inatengeneza njia kwenye maji. Bwana asifiwe. Ngai akĩũria Musa atĩrĩ, Mpaka Mungu akauliza Musa kwamba "Wakaĩra nĩkĩ? kwa nini mnanililia? Wĩre andũ rĩu mathiĩ na mbere. Ambia watu sasa waende mbele. Nawe woya rũthanju rwaku Na wewe uchukue fimbo yako, ũhutie maaĩ uguze yale maji nĩguo kũgĩa njĩra." na kutakuwa na njia. Hĩndĩ ahutirie maaĩ, Wakati alipoguza yale maji, maaĩ makĩũma hewa mwena ũna mwena ũyũ. maji yakakaa pande hii na pande ile Atĩ ingine. Isiraeli rĩkĩringa rĩgereire thĩ nyũmũ. Wana wa Israeli wakavuka wakipitia kwenye nchi kavu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tondũ na ciahingĩka njĩra ici ingĩ, Kwa sababu njia zote zikifungika, ya igũrũ ndĩrĩ yahingwo. njia ya mbinguni hakuna siku imeshafungwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Njĩra ya igũrũ ndĩrĩ yahingwo. Njia ya mbinguni hakuna siku imeshafungwa. Roho Mũtheru oigire atĩrĩrĩ, Roho Mtakatifu alinena ya kwamba atĩ andũ a Isiraeli-rĩ, wana wa Israeli hĩndĩ ya marutirwo Misiri wakati alipotolewa kule Misri na makĩrehwo nĩ ngai nginya Iria Itune, na wakakuja mpaka kwenye ile ziwa. ithe mũtiũĩ rwĩmbo rũu? Si mnajua ile wimbo? Isiraeli marutwo nĩ Jehova Misiri, makinya Iria-inĩ Itune, mona marũmĩrĩirwo, arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa. Jehova maringia rũĩ magĩcoka gũkena, ũguo noguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atĩ andũ a Isiraeli marutwo Misiri nĩ Ngai-rĩ, Wakati wana wa Israeli walitolewa kule Misri na Mungu, atĩ makinya Iria-inĩ Itune mona marũmĩrĩirwo-rĩ, wakati walipopika kwenye ile ziwa na wakatazama nyuma wamefungwa, andũ arĩa othe me ngoro hũthũ, wale ambao roho zao hazikuwa na uwezo, arĩa matoĩ njĩra ĩyo ya igũrũ-rĩ, wale ambao hawajui ile njia ya mbinguni. maandĩko maroiga atĩ makĩnegenia Musa. Maandiko yanasema wakamnunukia Musa, Hĩndĩ ya Jehova maringirie rũĩ, lakini wakati walipovuka kwa uwezo wa Bwana, atĩ andũ acio magĩkena wale mũno. watu wakafurahi sana. Na gũkerwo atĩ ũguo noguo gũgakenwo. Na maandiko yanatuambia tutafurahi tu siku Nĩ ile. njamba iria ikahota magerio maya. Ni wale ambao watashinda majaribu ya dunia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngai nĩarĩtwoya njĩra ya rũrĩrũ. Mungu atakuwa akitupatia ile njia ambayo tunaweza torokea. Wewe nĩ ũrona ũndũ ũcio tũgũkũnina. Wewe mwenyewe ndio unaona haya mambo yanaweza kukuangamiza. Nĩũrona ta ũtarĩ njĩra ĩngĩ. Wewe ndio unaona hakuna njia No ingine. nĩngwenda gũkwĩra ũmũthĩ atĩrĩ. Lakini nataka kukwambia siku ya leo Tondũ niĩ kwamba ndiũĩ kĩrĩa ũragerera. kwa sababu mimi sijui ile njia unapitia. Wewe ndũĩ kĩrĩa ndĩragerera. Wewe hujui ile njia ambayo ninapitia. Wewe na ngoro na thamiri yaku nowe ũĩ. Lakini ndani yako wewe mwenyewe ndio No unajua. mwanake ũmwe nĩngũkwĩra atĩrĩ. Lakini nataka kukwambia ya kwamba Nĩ kũrĩ na njĩra ĩngĩ ĩmwe ĩtigarĩte. kuna njia ingine moja Mwathani imebaki. arogocwo. Bwana Nĩ asifiwe. kũrĩ na njĩra ya igũrũ Kuna njia ĩtigarĩte. ingine ya mbinguni imebaki. Nĩyo ndĩhingagwo. Na hiyo hakuna mtu anaweza kuifunga. Mari cianyu no ikũreti ndaũ. Familia yenu yanaweza kukuacha. Arĩa mũrutaga wĩra nao no makũreti ndaũ. Wale mnafanya kazi na wao wanaweza Arĩa kukuacha. mũthomaga nao no makũhingĩre njĩra. Wale mnasoma na wao wanaweza kukufungia No njia. njĩra ya Ngai ndĩhingagwo. Lakini njia ya Mungu hakuna mtu Mwathani anafunga. arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩkĩo metagwo andũ a njĩra ĩyo. Because walikuwa wanaitwa watu wa ile njia. Mamenyerete mwene njĩra Kwa ĩyo. sababu walikuwa wamemzoea mwenye ile njia. Na kũgera thĩinĩ wake makamenya atĩrĩ. Na kupitia ndani yake walikuwa wanajua ya kwamba Ĩyo nĩyo ĩkinyagia andũ kwĩ hiyo Ngai. ndio ile njia nao inaweza kukufikisha Nĩyo mbinguni. gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩhinga. Na hiyo hakuna mtu anaweza kuufunga. Ici ciothe ciahingwo. Zile zingine zote zikifungwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nĩkĩo andũ a Korintho merirwo mũrorwo nĩ hinya. Ndiposa wana wa Korintho wakawaambia kwamba kwa nini mnajisikia Ngai uoga? kũmũhe ihonokero. Mungu atawapatia njia ingine. Tacũthĩrĩria ciugo igerio nĩ ndungata Ngai Ayubu. Tazama vile Ayubu alinena Na akasema. nĩngũgũthaitha wandĩke ũthiĩ ũgathome. Na ningekuomba tafadhali uandike ukienda usome. Thĩinĩ wa Ayubu 23. Kitabu ya Ayubu 23. Thĩinĩ wa Ayubu 23-rĩ. Kitabu ya Ayubu 23. Ayubu oigire atĩrĩrĩ. Ayubu alinena ya kwamba. Amen. Amen. Nĩgetha ũmenye kĩrĩa tũroiga-rĩ. Ndiposa ujue ya kweli ile kitu ambayo tunanena. Ayubu ahandĩkwo nĩ maũndũ-rĩ. Wakati Ayubu alisukumwa sana na mambo. Indo ciothe igĩthira. Hali yake yote ikaisha. Ciana ciothe igĩthira. Watoto wake wote wakaangamia. Ũgima wake wa mwĩrĩ ũgĩthira. Afya yake ikaharibika. Kaina nĩakĩoywo nĩ mũtumia gĩtĩo kĩa raithi. Mwishowe akatupwa na bibi yake pale. Kama tunatupa takataka.
shika vizuri ile tunanena siku ya leo. Ayubu akimama Ngai. Ayubu alitafuta Bwana. Akiugaga ndiramucaria na ruguru ngaga kumuona. Ninamtafuta pande hii na mimi simuoni. Ndiramucaria na itherero ngaga kumuona. Ninamtafuta pande nyingine na mimi simuoni. Ndiramucaria irathero ngaga kumuona. Ninamtafuta hata pande nyingine na simuoni. Na akamucaria na ruguru ngaga kumuona. Na ninamtafuta pande nyingine na mimi simuoni. Ayubu athiurukire njira iria ciothe ikoragwo guku. Wakati Ayubu alitazama njia zote ambao ni za hapa duniani zote. Kwa sababu pande hii mtu anajua tu lazima uende pande hii ndio ufaidike. Ama uende pande nyingine unaweza faidika. Ama uende pande nyingine ndio unaweza faidika. Ama uende pande nyingine ndio unaweza kufaidika. Njia za mtu akitafuta usaidizi ni hizo njia ambazo tumetaja. Uende pande hii, ama uende pande hii, ama uende pande hii, ama umalizie pande hii. Hiyo njia zote Ayubu akatafuta Bwana akasema mimi simuoni. Na ukienda nyumbani utajisomea usikie. Lakini ukifika kitabu Ayubu 19 na uandike vizuri kuanzia mstari wa 25. Wakati alipomtafuta kote kila mahali akamkosa. Wakati alipomkosa Bwana asifiwe. Akakumbuka ya kwamba ile njia imebaki ni njia tu ya mbinguni. Na akakumbuka ile njia hakuna mtu anafunga. Akasema nimemkosa pande hii. Nimemkosa pande nyingine. Nimemkosa pande nyingine. Na nimemkosa pande nyingine. Pale mstari wa 19 akanena ya kwamba lakini kuna jambo moja ninajua ya kwamba yule ambaye atanikomboa ako uhai. Na mwishowe yeye ndiye atasimama kwenye mchango wangu. Na mwili wako kama utakuwa umepotea, na nyama yangu yote ya mwili itakuwa imemalizika, nitamwona Bwana. Na sitamwona kama ni mgeni, nitamwona akiwa pande yangu. Bwana asifiwe. Hapo umesema amen. Wakati alimpoza pande zote, akamtafuta pande nyingine akamkosa, akamtafuta pande nyingine akamkosa, pande zote akamtafuta akamkosa. Akasema lakini kuna jambo moja ninajua, yule atanikomboa ako uhai. Akakumbuka ile njia ya mbinguni. Na akasema mwisho Yehova ndiye atasimama kwenye mchango wangu. Na mwili wangu ikiwa umeshapotea, na nyama yangu zote zitakuwa zimeisha, mimi nitamtazama Bwana. Bwana asifiwe. Njia zote zikifungika, Ayubu akakumbuka kuna njia moja imebaki. Na kwa sababu ya kuikumbuka, Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akatazama imani ile kuwa ilikuwa na Ayubu. Akateremka akaondoa majaribu yote. Na ile kitu yote ambayo ulikuwa amepotea akalipa na kingine. Bwana asifiwe. Na akarudishiwa uhai wake. Akarudishiwa watoto wake. Akarudishiwa mali zake. Kwa sababu yale majaribu ambayo alikuwa anapitia, alifika mahali akakumbuka ya kwamba mbingu bado iko. Bwana asifiwe. Akakumbuka mbingu bado iko. Hata kama bibi yake alikuwa amemtupa, akakumbuka ile njia mbinguni bado iko. Bwana asifiwe. Mimi najua wewe hujui. Hujasoma kitabu ya Ayubu vizuri. Wacheni niwaambie juu ya huyu mzee anaitwa Ayubu. Alifika mahali akanena na kinywa chake, Mungu imefika wakati mpaka wale ambao nimewaandika kazi kwangu, mtu ambao ninampatia mshahara anapitia mahali nimekaa ananitema mate. Bwana asifiwe.
kwako. Wewe unaona yule mbarui ambao anakamua kwako. Na niwe umuheago sana. Na wewe mwenyewe ndio mwandika na mpatia. Ajakagara handu hariole uwaga konyira. Anapitia mahali anakutema mate. Kile mundu wetu ayuonete tikihudho ugadu mezika. Ile Ayubu alikuwa ameona sio kama vile wewe mwenyewe unafikiria. Ndio magite kumutiogo waimanete na mutumia wake. Na walikuwa wamemkoshea heshima kupitia kwa bibi yake. Ndio mutumia ni wamwete akamera. Toro digwesi na mutumia ni wamwoile akamutwarekera igwesi ni arutia wereheri. Nafikiria si bibi yake alimchua kwa akamtupa. Ni wana wale walikuwa wanafanya kazi huko aliwaamuru. Mchukueni mumtupe. Ndio mutumia akimote hali amutaragira matukwa. Kwa sababu bibi yake akimweka pale alikuwa na hesabu siku Ayubu akufe. Ona Ayubu linaika kile. Hata wakati Ayubu alikaa nekio adina hali akumwera rumaka igezo. Bibi yake alienda pale akamwambia wewe mtukane Mungu ndiposa Mungu ahingereria ukwa wake. Ndiposa akufe. Mungu arudia wera madhara maramone ya Ayubu agiri. Yale madhara walikuwa wameona wafanyikazi Ayubu akifanywa na bibi yake. Ndipo mamweka. Alikuwa wakimfanya vile Ayubu haule. Lakini Ayubu akiwa pale akirikana atakaenda akikugeria na magerio take. Akakumbuka ya kwamba Mungu hawezi kukuletea majaribu ambayo huwezi kushinda. Na kinyetio leo. Na akajua mahali nimeshafika. Kaimani kuruha manake na ndimukana kinya leo. Mungu anajua nitasimama na yeye mpaka mwisho. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na wakati Ayubu Mungu alitazama imani yake akamrudishia kila kitu. Bwana asifiwe. Inafika mahali unatafuta Mungu pande zote unamkosa. Bwana asifiwe. Hata kuna mwimbaji aliimba ya kwamba kwa sababu ya ile shida alikuwa anapitia kanena ya kwamba ati hii vita sasa imekuwa ni kuu sana. Hapo ndio Ayubu alikuwa anamtafuta. Bwana asifiwe. Sijui wewe umefika mahali gani. Labda hujaenda pande hii mwingine kumtafuta. Lakini nataka kukuambia ukizunguka njia zote, kumbuka kuna njia moja imebaki ya huko mbinguni. Kumbuka kuna njia ya huko mbinguni. Bwana asifiwe. Na hiyo njia hakuna siku itafungwa. Hiyo ni lazima uwe hamjulikani kwa Mungu. Lakini kama Mungu ni rafiki yako, hiyo njia hakuna siku itafungwa. Bwana asifiwe. Inasemekana ya kwamba utakatifu ukiitana, ikiwa hapa chini duniani, Mungu anasimamisha mambo yote ndiposa asikilize. Ndiposa achungulie ndio akusaidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Bwana Daudi akanena. Kuna mambo Daudi alinena. Zaburi 121 kuanzia hapo mwanzo. Kwa sababu watu wanatafsiri vibaya. Zaburi 121 Daudi akanena ya kwamba mimi nitatazama na macho yangu, nitazame kule milimani. Ukisoma Biblia vizuri, sio full stop imewekwa, imewekwa question mark. Kwa sababu Daudi aliuliza kwamba nitainua macho yangu nitazame milimani, usaidizi wangu unaweza toka wapi? Hapo wakati aliweka vile question mark, halafu yeye mwenyewe akajibu akasema usaidizi wangu utoka kwa Yehova ambaye anakabidhi. Watu hukosea wakisema ya kwamba Daudi alisema usaidizi wake utatoka kwenye milima. Hiyo ni swali tu aliuliza. Lakini hapo chini akanena akasema usaidizi wangu unatoka kwa Yehova Mungu kutoka kule mbinguni.
kwa sababu Daudi alikuwa na ufahamu ya kwamba kujua ile njia ya mbinguni hakuna mtu anafunga. Alikuwa anajua kwamba hata vita ikiwa ni mingi na njia zote ambazo zikisafungwa, Bwana asifiwe, alikuwa anajua kuna njia moja ambayo imebaki. Bwana asifiwe. Sasa tunatengenezwa hii njia, inawekwa rami na mnajua sasa inaendelea kutengenezwa, na wakati huo unaweza kuja na gari yako na ukute trakta zote zimefunga mahali ambao kawaida hupitia. Sio kusema utaanza safari yako, kwa sababu kuna njia ambayo inawekwa ya kando ya kupitia. Utasikia umeambia kwa sababu kamera imefungwa, wewe utapitia ile njia ya Kagogo, kwa sababu hiyo ndio diversion ya Mungu. Kwa hivyo watu wa kimataifa, ikiwa mataifa wanajua njia ya kiasili ikifungwa, ikiwa wanatengeneza diversion ya kupitia njia zile zote ambao unajua zikifungika, Mungu lazima atakupatia njia. Na diversion ya Mungu hakuna siku itafungwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio kusema ya kwamba Daudi hakupatana na vita, sio kusema Daudi hakukutana na majaribu. Lakini mnajua mtu kama Sauli alikuwa anatafuta njia ya kumuua Daudi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Zaburi 27. Na utaenda wewe mwenyewe utajisomea. Daudi yeye mwenyewe akanena. Na ningetaka upime hizi maneno, ilikuwa imetoka kwa roho ya Daudi. Daudi akanena ya kwamba isipokuwa mimi ninatamani ati nitauona uso wa Bwana nikiwa kwenye nchi ya wale ambao ni wa uhai, roho yangu ingekosa nguvu. Tazama vile yale maneno yalikuwa yanatoka. Unafikiria Daudi alikuwa ananena akiwa na furaha? Alikuwa amejificha mahali, ni lazima alikuwa ameingia kwa msitu. Bwana asifiwe. Isipokuwa mimi ninajua ya kwamba nitauona uso wa Bwana nikiwa kwenye nchi ya wale ambao ni wa uhai, na kule mbinguni. Akanena ya kwamba hata kama ninapitia majaribu mengi, ninajua siku moja nitauona uso wa Bwana nikiwa kwenye ile nchi ya wale ambao ni wa uhai. Na kwa sababu najua ile njia kwenda huko hakuna mtu anafunga, akajua kwamba nitavumilia, kwa sababu kuna njia moja ambayo imebaki. Bwana asifiwe. Ile nitaenda nao mpaka nifike kwa wale ambao ni wa uhai, na nitamtazama uso wa Bwana. Daudi angekosa nguvu, kwa sababu alikuwa amesukumwa pande zote. Alikuwa ametoroka kwao, akaenda kukaa kule msuni. Alikuwa anaenda kukaa kule Paragoni. Alikuwa anakaa kule kwa ile pango, na Sauli alikuwa anamfuata ili amuue. Na tunasoma ya kwamba Jonathan, kwa sababu walikuwa ni marafiki, alikuwa anaenda kumtembelea, alikuwa anamtia nguvu, alikuwa anamwambia najua baba nakutafuta kuwe, lakini mimi najua hakuna siku atakuwa, na ninyi najua wewe siku moja wewe ndiye utakuwa mfalme, na wakati utakuwa mfalme mimi ndiye nitakuwa wapi. Lakini maandiko yanasema akimwambia hivyo, Jonathan alikuwa anarudi tu pale kwa Sauli, kwa sababu ya hakuwa anajua ile njia ya mbinguni, hakuwa anajua ile njia Daudi atapitia, kwa sababu wakati siku ile Daudi alichukua ufalme. Jonathan yule alikuwa anamtia nguvu, kwa sababu
walishindwa kuvumilia ile njia walikuwa wanapitia pale mbeleni. Jonathan ni makoretwo moragirwo na ithe Saul. Jonathan walikuwa wamekufa pamoja na baba yake kwa ajili ya milima ya Gilboa. Ile mainile seta of Gilboa. Hallelujah. Bwana aroho. Bwana asifiwe. Na leo kwa Israel na Pastor Paul. Na wakati tulienda kule Israel na Pastor. Ni tuo ndio Gilboa ile maine kule Saul na Jonathan. Tulionyesha ile milima ya Gilboa kule waliuliwa. No, Jonathan yenda akanatuweka vice president kana mwenyinyi wa Daudi. Naye Jonathan alikuwa anataka awe wa pili kutoka kwa Daudi. No, ndio atauliwa ni magelio. Lakini yeye mwenyewe alishindwa na yale majaribu. Lakini nao wao kumenya ni kule jira ihonokera ta Daudi. Hakuwa na hekima ya kujua kuna njia nyingine kama Daudi. Ndio Daudi akiwa hatari. Poza Daudi alikuwa ananena ya kwamba isipokuwa mimi ninatamani na ninagoja ati nitamtazama uso wa Bwana nikiwa ile nchi ya wale ambao ni wako roho yangu ingekosa nguvu. Na ndiposa kwenye kanisa wewe mtu wa Bwana njia zote ambazo zikifungika na giza ikiwa ni mingi uwe unakumbuka ya kwamba unangoja utazama uso wa Bwana ukiwa kwenye ile nchi ya wale ambao wako uhai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ukikumbuka hivyo ile iko mbele yako hata kama ni zito anje roho yako haiwezi kosa nguvu. Wewe mwenyewe utakuwa unasimama na unakuwa na ujasiri kama Daudi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenye kitabu ya Mathayo 14 sasa naenda tu kutamasisha. Yesu akaenda akahubiri sana kwenye pale nchi ya Galilaya. Na wakati alikuwa anahubiri akafika mahali ilikuwa inaitwa Tabuga. Na hapo tulikuwa na pastor tulienda mpaka pale. Na wakati alipofika pale Tabuga kukawa ni kuna karibia giza kuingia. Na kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wanamsikiliza. Nao wanafunzi wake kwa sababu hawakuwa wanajua hii njia vizuri. Wenyewe ni kufundishwa tu walikuwa wanawafundisha. Wakaenda wakamkuta Yesu akamwambia, Bwana, sasa kumekuwa usiku sasa. Ambia hawa watu wote waende nyumbani. Ndiposa waende nyumbani vijijini wakatafuta chakula. Lakini maandiko yananena ya kwamba wale wanaume walikuwa hapa walikuwa 5,000. Na Biblia inasema ya kwamba wamama na watoto hawakuwa wameasiwa. Na mnajua kusanyiko nyingi akina mama na watoto ndio wanakuanga wengi. Wakati wanafunzi wake walimwambia Yesu vile, Yesu akamwambia ya kwamba hapana, usiwaambie waende nyumbani, wapatieni chakula nyinyi. Wewe unasikia wanafunzi wakiwaambia na Yesu ya kwamba wapatie watu 5,000 ama 10,000 chakula. Akaambia Bwana, hatuwezi pata hii chakula kwa sababu hata ile mikate ambayo tuko nayo ni mikate 5 tu na samaki 2. Ilikuwa ni majaribu makuu. Wakaambia maelfu ya watu wawapatie chakula. Lakini kwa sababu Bwana alikuwa anajua njia ya mbinguni hakuna mtu anafunga. Mitume walitazama njia kupata mikate na samaki wakona hakuna njia. Hata kuna wakati mwingine waliwaambia ni 200 tu tuko nayo. Na walikuwa wanatazamiwa wapatie watu maelfu chakula. Na hivyo zile njia zote zao zilifungika. Bwana alikuwa anataka kuwafundisha njia ya mbinguni. Hakuna mtu anafunga. Mungu anabakiza njia nyingine ya kushibisha watu wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe sina ikatenore yogereherwo ni muthuri kana mutumia kana ni ciana nigetho ri. Wewe unafikiria tu lazima bwana yako akuletee ama watoto ndio ukule. Lakini wale ambao wanajua hii njia. Bwana asifiwe. Ndio hii ndio ndio miaka
Elia alikula miaka 3 na nusu. Aria nyama na migate. Na alikuwa anakula nyama na mikate. Na ndathiaga ihita. Na hakuwa anaenda kutafuta. Ndari kindu arimaga. Hakuna kitu alikuwa analima. Leo ndio ni ndirari uhoro wa. Ndio ile njia mimi nanena juu yake. Leo ndio Yesu ahutherire. Na hiyo ndio ile njia Yesu alitumia. Ile ilipatia Elia chakula miaka 3 na nusu. Ile ilipatia wana wa Israeli chakula nyikani miaka 40. Ili iliwapatia nyama na maji miaka 40. Sisi tunajua tu ni tulime shamba, tuvune mahindi, tuvunze ng'ombe ndio tupate nyama. Lakini njia ya mbinguni iko na mambo makuu. Wakati Yesu aliitisha ile mikate 5 na samaki 2, maandiko yananena ya kwamba akachukua ile mikate akaiinua juu. Bwana asifiwe. Aliinua juu kwa sababu ya nini? Ni kwa nini hakupiga makoti aiwekelee mikono? Lakini maandiko yananena akainua ile mikate. Bwana asifiwe. Ile njia samaki ilikuwa 2 ikawa ya kukuliwa na maelfu. Ile mikate ilikuwa na 5 ikakuliwa na maelfu ya watu. Kwa sababu njia ya mbinguni inaumba hata kile kitu ambao hakuna. Inaumba kitu ambao haionekani na macho. Bwana asifiwe. Ile njia ikalete mikate. Ile njia ikalete samaki. Hiyo ndio njia inaweza kuleta amani kwako. Hiyo njia inaweza kukupatia kazi. Hiyo njia inaweza kukufanya upite mtihani. Hiyo njia inafungua milango yote. Mitume njia zao zote zikafungika. Na wakasema hawezi pata chakula kupatia watu. Lakini ile mikate ikainuliwa kwa ile njia ya juu. Ikaleta ile kitu yote ilikuwa inahitajika. Bwana asifiwe. Hiyo njia ndio ililetea Abrahamu kondoo pale kwa mlima. Na wakati ile kondoo ilikuja, Abrahamu akaita pale Jehova Jire. Na Jehova Jire ni kusema ya kwamba Jehova ndio tupatie ile kitu ambayo inahitajika. Kwa hivyo ile kitu ambayo unahitaji, ile kitu ambayo inakusumbua, inapetiwa na sababu inaletwa na ile njia. Lakini unaweza tamani watu na watu kusaidia. Unaweza tazamia njiani kazi na usifaidike. Kwa sababu kama watu walikuwa wanaamini wale wanafunzi wa Bwana, wangeenda nyumbani wakiwa na njaa. Bwana asifiwe. Lakini wakati mikate 5 na samaki 2 wakati zikapelekwa kwa ile njia ya mbinguni. Bwana asifiwe. Ile mikato ikakuliwa na maelfu ya watu. Baada ya kukula ukamaliza vikapu 12. Bwana asifiwe. Hakuna mahali imeandikwa zilienda wapi. Lakini nafikiria kwa sababu mitume walikuwa 12. Kabla kila mmoja alienda nyumbani na kikapu yake. Ipoza wewe akikumbuka ya kwamba wasije wakasema siku nyingine hakuna chakula ya watu. Zile vikapu wao wakikumbuka ya kwamba kuna njia inaleta. Lakini ilikuwa inasalamiwa wakifika kwa nyumbani. Wakipeleka mikate kwao na zile samaki. Wana ushuhuda. Kwa vile chakula ilitoka mbinguni na watu wakakula. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Maana ya roho. Kiasili. Ndiposa mvua haitoki chini. Kwenye mitume 14 Bwana akanena juu ya hiyo maandiko. Akasema hata kama watu hawanioni na macho,
nilikuacha ushuhuda ambao inaweza kuwa ikitangaza mimi bado ninaishi. Kwa sababu ya vile anatupatia mvua ikitoka juu na anatupatia wakati wa mavuno, ile yote ambayo inatoka hapa duniani, mpaka ng'ombe inakula inatengeneza nyama nzuri, mpaka mtu anakula anakuwa na mwili mzuri. Hizo vitu zote zinatokana na ile mvua ambayo inatoka juu. Ndiposa kwenye kitabu ya Mitume 14 anasema hiyo ndio ile njia alibakisha ya kuwa inaonyesha hiyo, kwa sababu ya vile mvua inatoka juu mbinguni na teremka chini. Anasifiwe. Mitume wakajua kuna njia nyingine Bwana hupatia watu chakula. Anasifiwe. Nikitamasiza niseme ya kwamba hata Paulo na Sila, mnakumbuka wakati walitupwa pale kwenye korokoro, na wakati waliwekwa kwa ile shero, waliwekwa pale ndani kabisa, na sio kuwekwa pale tu ndani. Na tena maandiko yanasema wakafungiwa miti kwa miguu yao, wakafungiwa kwenye miti kwa miguu yao wasije wakapotea. Na ujue kwa sababu ya ile sero, kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wamefungwa pamoja nao. Kwenye Mitume ukisoma utasikia. Lakini Paulo na Sila, wakati walikuwa wameketi pamoja na wale wafungwa pamoja na wao, askari alikuwa pale, yule alikuwa anataka kujiua. Anasifiwe. Wakakaa wakasema ya kwamba njia zote za kimataifa za dunia zimefungwa. Wale wangetusaidia tusije tukafika hapa kwenye seli, wote walishindwa. Kama ni siku ya leo, watu walikuwa wangetafuta wakili, vile watatumana kwa watu wao wakuja waongee juu yao. Lakini Paulo na Sila wakiwa pale kwa seli, wakakufuka ya kwamba hata njia zote zikifungwa kuna njia moja ambayo haijafungwa. Tuko pamoja. Anasifiwe. Tuko pamoja. Wakajua ya kwamba kuna njia ambayo hakuna mtu anaifunga, na wakajua ya kwamba yule anakaa kule anafurahishwa kwa kuiuimbaji, wakaweka wimbo juu, wakaanza kutafuta vile wanaweza fungua, wakatazama ile njia ya juu, wakaanza kumsifu yule akaye uhai. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati walikuwa wanaimba, na hao wengine walikuwa wamefungwa pamoja, walikuwa wanatazama, wale hawakuwa wakiimba, kwa sababu hao walikuwa wanajua ya kwamba mawakili wao wanaanza labda walikuwa wameambiwa na familia wao watakuja kesho, lakini hao walikuwa wanatamani tu, wanatazama njia moja tu, wakati waliendelea kuimba. Amen. Amen. Ile njia ikateremka, wakafungua miguu, na ile njia, kwa sababu hakuna mtu anaweza kuwazuia, ile njia ikafungua milango, kwa sababu ile njia wakati ilikuja ilifungua mpaka ile milango ya chuma. Anasifiwe. Na baada ya milango kufunguka, hawakutoroka, waliketi tu pale, wakaendelea na kumsifu Bwana. Na kuna mahali ilifika wakanyamaza, kwa sababu wakati yule askari yotoka kwa usingizi, maandiko yanasema wakati alikuta milango yote imefunguliwa, akafikiria maabusu wote wamesatoroka, kwa sababu saa hiyo hawakuwa wanaimba, kwa sababu wamewasikia. Wakati alikuta milango yote imefunguka, akajua kwamba kwa sababu saa nitasumbuliwa na
badala ya kungoja wacha nijiue mimi mwenyewe, akachukua panga ajiue. Na Paulo na Sila wakamwambia ya kwamba acha kujiua, sisi bado tuko hapa. Bwana asifiwe. Na sijui usasoma hapo vizuri, elewa vizuri. Paulo na Sila ndio waliongea wakasema tuko hapa. Waamuzi wao wengine hakuna mahali wametajwa. Labda inaonekana wakati milango ilifungwa. Bwana asifiwe. Lakini Paulo na Sila wakajua ya kwamba kama ni Mungu ametufungua, tumefungua ya ukweli. Na hata mfalme akutukupa hapa hatutarudisha kwa sababu walikuwa wamefunguliwa na ile njia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe ukifungiwa hapa kwa chifu ama kule Kikuyu, muibe kidogo usikie milango imefunguka. Wewe unaweza toroka uende mpaka Kenango kwa watu wale. Amen. Na ukienda kujificha kule, lakini wale walijua kwamba kama ni Bwana amewafungua, wamefungua kwa ukweli, wakasaidiwa na ile njia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakasaidiwa na ile njia. Ile njia ndio ile Stefano alitazama. Mitume 7 akanena ya kwamba wakati alikuwa anapigwa na mawe, akatazama akasema ya kwamba nimeona Yesu akisimama kwenye mkono wa kulia wa Bwana, na ananigoja niende akanipatie taji. Na hivyo Bwana na ukawasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Ule uchungu alikuwa anapigwa na mawe ilimalizika kwa sababu ya kutazama ile njia ya mbinguni, na akamwona Yesu. Bwana asifiwe. Ponza wa Waebrania 12 inanena wacheni tukimbie kwa ile njia. Na kama bado tunamtazama Yesu, mwanzilizi wa imani yetu, inasemekana ya kwamba yeye mwenyewe kwa sababu ya ile furaha alikuwa amewekewa pale juu, alivumilia ule uchungu alikuwa anapitia. Majaribu unaweza vumilia kwa kutazama ile njia ya mbinguni, na kwa sababu ya kufikiria na kujua ile kitu umewekewa, na kwa kukumbuka ule uhai ambao umeitiwa, na unajua kuna njia ambao unaweza ponyokea na uhai usaidike. Bwana asifiwe. Stefano akanena ya kwamba Bwana na ukawasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Na tunanena yale maneno kwa sababu yalisaidia Paulo, kwa sababu wakati alikuwa anapigwa na andiko anasema kijana alikuwa anaitwa Sauli, alikuwa anakaa na zile nguo ya wale walikuwa wanamuua. Na hapo ni mitume 7. Anzia hapo tunatoka tunaingia mitume 8. Ile inanena wanasema Samaria vile walifikishwa na hii ujumbe. Kutoka hapo tunaingia mitume 9. Pale Sauli alishikwa akienda Dameski akaokoka. Kutoka pale Stefano alinena yale maneno. Sauli kakukaa sana kabla ya kuokoka. Bwana asifiwe. Lakini Stefano alinena yale mambo ambayo yalikuwa ni nyololo. Ni kwa vile alikuwa ametazama ile njia. Bwana asifiwe. Na mwisho ya ile njia akamuona Yesu. Bwana asifiwe. Ile njia ndio inasaidia watu kila siku. Njia zile zingine zote zikifungika, ile njia hakuna mtu anaweza funga. Hiyo ndio ilisaidia Yakobo. Mwanzo 28. Wakati alikuwa amemtorokea yule ndugu yake Esau. Wakati Esau alikuwa anataka kumuua, akiwa na majaribu mengi kule nyikani,
amechoka na kulikuwa kumefika usiku. Ako mawe tirana hingare. Wakati alipolala na kalala kwa ile jiwe. Akiona jangade turumete nega turuma iguru. Akaona gazi imetoka hapa mpaka pale juu. Na mwisho akane ojera ino akiona akai. Na pale mwisho akamwona Mungu. Na akiona malaika makiuma iguru mayokari ali makiabata. Na akaona malaika wanatoka pale juu wanakuja na wanarudi. No kila rosi ni akiuga atere. Na wakati aliamka asubuhi akanena kwamba hii ndio ile lango ya kwenda mbinguni. Na alikuwa hado hau Bethel. Na kaita Bethel. Na niazo kila ukakwa kakigogona hodhu. Na alikuja kujenga madhabahu pale. Akiliana hina. Akawa na uwezo. Akiomerelio. Akawa na nguvu. Na kiraka ya watere. Na akaambia Bwana akiwa pale kwamba ukinipeleka kwa amani na nirudi kwa amani, nitakuja kujenga madhabahu hapa. Ile njia ikifunguka inapia watu nguvu na haiwezi ikakuacha. Njia ingine za pande zote zinaweza kukuacha. Zote zikifungika, kumbuka kuna njia moja imebaki. Bwana asifiwe. Hata siku ya leo Mungu ako na njia ingine moja yako. Kama umekuwa umefika mwisho, na kukumbusha ya kwamba kuna njia ingine moja imebaki, na hiyo hakuna mtu anafunga. Mungu abariki sana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.